juzi tulikuwa tuna kikao, aliita mabodaboda wote, tukawa na kikao, akasema kwamba mtu yeyote yule atakayeweza kujua kwamba vitu vyangu vimeibwa akavipata, atampa donge nono, kwamba atampa laki. Kutokea katika mtaa wa Olmokea hapa jijini Arusha, leo hii kulikuwa kuna tukio ambalo limezua taharuki mara baada ya wananchi kubaini moja ya chumba ambacho kinakaliwa na mpangaji mmoja kwenye nyumba ya Bwana Ramadhani, ambapo inadaiwa kwamba mpangaji wake anatuhumiwa kuhusika na kuiba vifaa vya watu mbalimbali zikiwemo bidhaa za dukani, magodoro, mitungi ya gesi na kadhalika. Na hilo limetokea baada ya donge nono kutangazwa na mwenyekiti wa mtaa huu kwamba atakayefanikiwa kuwatambua wezi kwa sababu ya wizi kukithiri katika mtaa huu, atakayetoa taarifa ya mwizi basi atapewa kiasi cha shilingi 100,000. Ndani ya masaa 24 watu wakachangamkia dili hiyo na hatimaye imezaa matunda mara baada ya chumba hicho kubainika kwamba kinahifadhi vitu vya wizi. Kwa majina naitwa Priska Deogratias Kwai. Nimeibiwa kwenye duka langu magodoro 6 pamoja na mashine usiku wa kuamkia juzi asubuhi. Ndio. Kwenye huu msako sasa, kwanza uliibiwaje? Walivunja au ilikuwa? Kufuli la nje walilivunja, nilikuta kiberiti cha gesi, lakini ndani nilikuta hakujavunjwa kabisa. Kufuli liko yani halijafunguliwa wala halijavunjwa. Nikaambiwa na watu kwamba vitu vyangu mlango umekutwa wazi, kwa hiyo nikaenda dukani kuhakikisha, maana nilikuwa nyumbani kwa mama. Baada ya kufika ndo nikakuta hamna chochote zaidi tu ya mito 2 na viti 3. Haya magodoro hasara yake ni kiasi gani? Hasara yake ni shilingi milioni 2,985,085. Na huo mtaji ulipata pamoja na mashine. Na huo mtaji ulikuwaje ukaupata au duka lilikuwa la nani? Duka lilikuwa ni la kwangu na mtaji nilikuwa nao, maana kuna kipindi nilikuwa nafanya kazi nilikuwa nimeajiriwa, baadaye nikawa naekeza hela, nikapata hela na nyingine nilichangiwa kidogo na mama mdogo wangu. Kwa hivyo ndo nikaweza kufungua hilo duka. Leo umeyakuta wapi? Kukuta umeibiwa ulijisikiaje? Nilijisikia vibaya, maana mwili mzima ulilegea, nilijisikia vibaya sana. Leo umeyakuta wapi ya magodoro? Leo nimeyakuta hapa Soko Mjinga, kuna nyumba ambayo iliungua. Nimeyakuta kwa huko ndani 2. Ni hayo? Ndio, ni hayo. Moja la inchi 6, 5 kwa 6 inchi 6, lingine 2 kwa inchi 2.5 kwa 4 waksi. Hao watu unahisi walitumia dawa kwenye kuiba au waliibaje? Kwa sababu umesema kwamba ulikuta tu kufuli lime. Kwa kweli kwa hapo mimi sijajua, maana mimi mpaka sasa hivi ndo ninajiuliza walifanyaje, maana kufuli halikuvunjwa la ndani. Ila kwa nje ndo walivunja kufuli, ilikuwa ni la Solex tu kawaida ndo waliolivunja, lakini ndani kulikuwa makufuli ya kuvunjwa kabisa. Sasa nani alikwambia yapo hapa au imekwaje ukajukuta? Ni mwenyekiti, juzi tulikuwa tuna kikao, aliita mabodaboda wote, tukawa na kikao, akasema kwamba mtu yeyote yule atakayeweza kujua kwamba vitu vyangu vimeibwa akavipata, atampa donge nono, kwamba atampa laki. Kwa hiyo kuna vijana hao ndo walinitafuta jana usiku, rafiki yangu anauza maziwa pale, alinipigia simu akaniambia toka nje huko kwa masista, nikamwambia ndio toka nje, kuna vijana wana taarifa kuhusu wewe. Nikatoka, ndio vijana wakanichukua namba zangu na mimi nikachukua za account, ndio kutoa taarifa kwa mwenyekiti. Kwa baada ya kukagua na kuvikuta imeendelea nini? Sasa hivi vimeenda Central. Vitu hivyo vilivyopatikana huko, magodoro pamoja na vitu vingine vya watu na magodoro mengine yanaonekana ni ya watu. Hawa watuhumiwa walioiba hivyo vitu wamepatikana au wamepigwa? Bado hawajapatikana, maana wengine walikuwa wanapigiwa simu hawajafika, hivyo walifanya kuvunja makufuli. Ndio. Kwa mtego huu umenasa vitu, watuhumiwa hawajakamatwa? Hawatumia bado hawajakamatwa. Na huu wizi ni wewe tu unaibiwa au wafanyabiashara wengi wanaibiwa? Ni watu wengi wanaibiwa, maana hapo jirani kuna mwingine napo haliibiwa. Ndio. Wanasema aliibiwa gesi, ilikuwa ni duka la vipodozi. Na huko mtaani kwetu pia kuna wengine aliibiwa TV na wengine akaibua gesi, vitu kama hivyo. Na hicho chumba anasema alikuwa anaishi kina nani na alikuwa ngapi? Kwa hapo sijajua, lakini wanasema ni kuna kaka alikuwa anaishi anaitwa sijui Ramadhani mmoja, wamekuta kitambulisho huko ndani. Ndio wamekichukua ameenda nacho. Balozi Bashiri Asmani Msagati, shina namba 6.
Nilikuwa katika shughuli zangu nikasikia kwamba kwa jirani ambao ni kwa balozi mwenzangu Ramadhani Mollel kuna vitu vimekamatwa huko, na mimi kilichonileta sana na kama siku 2 au 3 kwenye ubalozi wangu kumetokea tukio la wizi kwenye muda wa saa 9 saa 10 kasoro. Walivunja milango wa geti, wakaingia wakavunja room 3, wameiba pesa, wamechukua TV, wamechukua na kichwa cha cherehani ambacho kinatumia umeme. Na tukio hilo kwa huku kwa jirani mwenzangu ambaye ni Ramadhani Mollel waliiba usiku, kwangu wametumia mchana. Kwa hiyo hawa yani kama vile wanapiga hat-trick, hawana muda maalum, usiku na mchana. Kwangu mchana, kwa balozi mwenzangu wameiba usiku. Kwa hiyo kwa matukio haya kwa kweli tunaomba vijana watafute shughuli za kufanya, na afadhali uende ukaendesha hata mkokoteni kuliko kudokua vitu vya watu. Hali yenyewe ni ngumu, na maana huu umati wote huyo kijana muda angeshikwa kungetokea nini hapa? Yangu ndio haya waheshimiwa. Wameiba nini na mmekuta nini? Kwa leo hapa mimi nilichoona ni magodoro yanatolewa ndani. Walioiba ni watu gani? Sijajua kwa sababu mimi ni balozi wa jirani. Mimi nimekuja kwa sababu ya kule kwangu kuja kuangalia ndio vile tu nimeona magodoro yakitolewa na majiko ya gesi. Walikuibia wapi? Wameiba kwenye ubalozi wangu ambao kwenye nyumba ya jamaa mmoja anaitwa Wenga. Wameiba nini? Wameiba kichwa cha cherehani ambayo inatumia umeme, wameiba pesa ya kama 370,000 na wamechukua TV kubwa. Na sasa kitu gani kifanyike kukomesha vitendo hivi? Kitu kikubwa sasa hivi ni vijana tu kutafuta shughuli za kufanya. Hii sio kazi, kwa sababu udokozi ni kitu kimoja kibaya sana. Vitabu vya dini vinakataza na pia Mungu hapendi. Na hicho chumba kinaelezwa kwa kinakaliwa na kijana anaitwa nani na shughuli yake ni nini? Chumba kipi? Nilipokutwa hivyo vitu. Kwa huku ni ngumu kwa sababu mimi ni balozi wa jirani. Mimi ungeuza kule kwangu ingekuwa vizuri zaidi. Mwenye nyumba? Kwa huku, yani kwa huku nasikia tu anaitwa Dinani kwa huku. Sasa sijui kwa huku, lakini kwa kule kwangu ndo najua. Jina langu naitwa Lina kutoka Kalimitedi, kata Soko Mjinga. Nini kimetokea? Kimetokea tukio la vitu kukutwa ndani ya vyumba vya watu vilivyoibiwa. Ni vitu vingapi? Yanasemekana ni magodoro yamekutwa na mabomba ya maji na feni. Hapana, na gesi. Kwa hiyo ni vitu vya wizi vimekutwa kwenye nyumba za watu? Ndio, wapangaji rumu 2. Mmejuaje ni vya wizi? Alioibiwa kathibitisha ni vyake. Ameibiwa mtu mmoja au ni watu tofauti? Nani aongea? Amethibitisha mmoja, kwa wengine hatujaona, lakini alothibitisha mwenye magodoro aliokunjiwa duka. Na humo ndani kuna vitu vingine vingi au ni hivyo tu? Hapana, ni yako tu magodoro na gesi na nguo tu. Magodoro mangapi? Chumba cha kwanza yako 2, chumba cha pili yako 3. Na taarifa zikatolewa kwa jeshi la polisi ambao walifika hapa na kuchukua vitu hivyo, kwa sababu mtego wa kuwapata watuhumiwa au watu ambao wanadaiwa kwamba ni wezi wa vitu hivyo haukufanikiwa. Weka komenti yako hapo chini kistaarabu. Mimi ni mwandishi msomi naitwa Korumba Lebabos. Ukiwa Arusha na unahitaji sehemu nzuri ya kufikia, karibu Arusha Kondo Hotel iliyopo katikati ya jiji la Arusha na karibu na huduma zote muhimu. Licha ya kuwa katikati ya jiji, Arusha Kondo Hotel ina mazingira tulivu na salama. Hiki hapa ni chumba cha single, kikubwa, safi, chenye mpangilio mzuri na mwanga wa kutosha kwa mgeni mmoja. Hii hapa ni double room, kikubwa zaidi, kimepambwa kwa mtindo wa kisasa na ni chaguo bora kwa wanandoa au mgeni anayependa starehe. Hii ni twin room, chumba kikubwa chenye nafasi ya kutosha kinachofaa marafiki au wasafiri wa kikazi. Na hii ni suite, chumba chenye nafasi kubwa sana, mpangilio mzuri na mazingira tulivu